أيها الناس عباد الله Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia kwenye Qur'ani, lakini khitabu ikimuelekea mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na akiambiwa yeye alayhi salatu wassalam, ndio tumeambiwa sote. Qala Allah wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Ya nabii Allah, waamrishe ahali zako swala. Al-ahl wanaingia watoto, wake na wale wote ambao wanaishi katika majumba yetu, kama tulivyoeleza huko mwanzoni. Kwa hivyo aambiwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na Allah, waamrishe ahali zako swala, wastabir alaiha, na wewe mwenyewe simama sawa sawa juu ya swala hiyo, fanya subra, jipinde katika hiyo swala. La nas'aluka rizqan, sisi hatukuulizi wewe riziki, riziki hatukuulizi, nahnu narzuquk, sisi tunakupa wewe riziki. Anaambiwa hivyo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wajibu wako ni kufanya ibada na kuamrisha ibada, wal aqibatu littaqwa, na mwisho mwema ni kwenye uchaji. Wacha Mungu ndio wenye hatima iliyokuwa njema. Anaambiwa mtume alayhi salam kama mas'ul wa familia, awaamrishe ahali zake swala, na yeye mwenyewe asimame imara katika hiyo swala. Imetajwa ibada moja katika ibadati adhima katika Uislamu. Hii ni ishara kwenye ibadati zingine. Atakiwa mzazi awe ni mtu wa kuamrisha ibadati kwa watu wake, na kabla ya hapo yeye mwenyewe ajitahidi kujipinda na kusimama na ibadati hizo. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, wa idh qala luqman libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun adhim. Nakumbuka ewe Muhammad, na wakumbuke watu wa umma wako pale aliposema Luqman akimwambia mwanae, ya bunayya la tushrik billah, ewe mwanangu usimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala. Ameanza nasaha zake na jambo kubwa, ad-da'watu ila at-tauhid wat-tahdhiru min ash-shirk. Ameanza kumlingania mtoto wake tauhid, kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtahadharisha na mambo ya shirkiyat. Ya bunayya la tushrik billah, ewe mwanangu usimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala, inna ash-shirka la dhulmun adhim, hakika shirki ni dhulma kubwa kumfanyia Allah subhanahu wa ta'ala, ni kumdhulumu Allah jalla wa ala, kwa kuwa yeye peke yake ndio mwenye haki ya kuabudiwa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illa Allah وحده ربي لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. عباد الله، ndugu waislamu, bila shaka tuko pamoja katika Ijumaa hizi ambazo zimefululiza. Tunayo maudhui muhimu sana ambayo tunaishi nayo sisi. Ni tanbihul aba bidhikri 10 ta'limatin fi tarbiyati al-abna. Mau'idhan yale kuwazindua wazazi kwa kuwatajia mafundisho 10 katika malezi ya watoto wetu. Ayuha nasu ibadallah, katika al-khutba iliyopita tulisimamia katika funzo la 4, nalo ni al-ihsasu bi'idhami al-mas'uliyati alayhim, ay ala al-awlad. Ni suala la kuhisi uzito wa majukumu walionayo wazazi juu ya watoto wao, na tukaeleza katika nukta hii kwamba kuhisi huo uzito wa jukumu lako kwa watoto wako kuna alama zake. Hadha al-ihsasu lahu maalimu. Hisia hii kwa Muislamu ina alama zake, na tukaanza kuitaja alama ya kwanza, barakallahu fikum. Tukasema kwamba jambo la kwanza kabisa ambalo litaonyesha wewe ni mtu mwenye kujali na mwenye kuhisi majukumu kwa watoto wako ni kule kuwatimizia mahitaji yao yote kwa kadri ya istitaa yako, kwa vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyokuruzuku wewe. Na katu usiwaterekeze watoto ukaacha kuwapa haki zao za msingi, badala yake ukategemea kwamba pana watu wengine watasimamia majukumu ya watoto wako. Usiwaachie watoto wako ulimwengu. Hiyo ni amana, isimamie barabara kwa kadri ya istitaa yako. Na tukataja baadhi ya adilla hapa za kuonyesha umuhimu au wajibu wa watu kusimamia majukumu yao kwa watoto wao. Hii ilikuwa ni alama ya kwanza ya mtu kuhisi majukumu kwa watoto wake. Al-ma'lamu thani, barakallahu fikum, alama ya pili kwa yule mwenye kuhisi majukumu kwa watoto wake, wanasema ahlul ilm,
ni targhibuhum ala alqiyam bilibadat watta'at wa nushuhum wa irshaduhum bal wa wasiyatuhum bifi'li alkhair. Alama hii nyingine muhimu sana kwa mzazi mwenye kujali ni kuwaraghibisha watoto, kuwafanyia kampeni ya kuwapendezesha juu ya suala zima la kusimama na ibada pamoja na taati mbalimbali, ikiwemo kuwapa nasaha zenye kuwajenga na kuwapa miongozo mbalimbali watoto, bali kukithirisha kuwahusia mambo ya khairat. Mzazi mwenye kuyafanya haya, huyo ni mzazi mwenye kujali, ni mzazi anayejitambua, mwenye kuyahisi majukumu yake. Ayuha nasu ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia kwenye Qur'ani, lakini khitabu ikimuelekea mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na akiambiwa yeye alayhi salatu wassalam, ndiyo tumeambiwa sote. Qala Allah wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Ya nabii Allah, waamrishe ahali zako swala. Al-ahl wanaingia watoto, wake na wale wote ambao wanaishi katika majumba yetu kama tulivyoeleza huko mwanzoni. Kwa hivyo aambiwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na Allah, waamrishe ahali zako swala, wastabir alaiha, na wewe mwenyewe simama sawa sawa juu ya swala hiyo, fanya subra, jipinde katika hiyo swala. La nas'aluka rizqan, sisi hatukuulizi wewe riziki hatukuulizi, nahnu narzuquk, sisi tunakupa wewe riziki. Anaambiwa hivyo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wajibu wako ni kufanya ibada na kuamrisha ibada, wal aqibatu littaqwa, na mwisho mwema ni kwenye uchaji. Wacha Mungu ndio wenye hatima iliyokuwa njema. Hadhihi al-ayatu al-karima, barakallahu fikum, aya hii tukufu hii imebeba amri ya swala. Anaambiwa mtume alayhi salam kama mas'ul wa familia awaamrishe ahali zake swala, na yeye mwenyewe asimame imara katika hiyo swala. Imetajwa ibada moja katika ibadati adhima katika Uislamu. Hii ni ishara kwenye ibadati zingine. Atakiwa mzazi awe ni mtu wa kuamrisha ibadati kwa watu wake, na kabla ya hapo yeye mwenyewe ajitahidi kujipinda na kusimama na ibadati hizo. Masala ya ubize na utafutaji si sababu. Anaambiwa mtume alayhi salatu wassalam, sisi hatukuulizi riziki, sisi yani Allah subhanahu wa ta'ala amwambia ndio tunakupa riziki. Kwa hivyo lugha za ubize nimeshughulishwa kiasi ambacho unakosa nafasi ya kuwaongoza wanao katika khairat, unakosa taimu ya kuwasimamia. Hiyo haitokuwa hujja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwani tunaamini ukiwasimamia watoto wako vizuri, ukatenga taimu yako ya kuwaongoza, hutokosa riziki yako. Ni ule udhaifu tu na uoga wa kibinadamu na ushawishi mbaya wa shaitani ambaye siku zote hutushawishi njaa hata kwenye mambo ya dini. Kwa hivyo riziki ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Weka muda wa kusimamia familia yako. Huo ubizi uliokuwa nao usio na kikomo, ubizi ambao unapelekea kuterekeza familia, utakuja kukugharimu. Kwa watoto wako hapa duniani utawaona wanapopotea mbele ya macho yako, na una mtihani mkubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala lau Allah asipokudiriki kwa rehema zake. Si hayo tu, bali mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameyafafanua
suala la kuamrisha watoto ibadat na khairat. Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani rahmatullahi ta'ala alayhi anaitaja riwaya kutoka kwa Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi, na mnamfahamu Amr bin Shu'aib pakiambiwa an jaddihi huwa jadduhu al-a'la as-sahabi al-jalil Abdullah bin Amr bin As radiyallahu ta'ala anhu. Anapokea riwaya huyo kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume anatuambia muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'in, na imekuja katika baadhi ya riwayat wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 10 wa farriqu bainahum fil madaji'. Anatuambia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sisi aulia, sisi wazazi ambao chini yetu pana watoto, waamrisheni watoto wenu kuswali. Anzeni kutoa maelekezo ya kuswali katika majumba. Wa hum abna'u 7 sinin, na hawa watoto wakiwa na miaka 7 zitoke amri za kuswali. Wadribuhum 'alayha, ikibidi wapigeni kwa ajili ya hiyo swala, muwacharaze viboko ikiwa uzembe wao umezidi katika jambo la ibada. Wa hum abna'u 10, ikiwa wao watafikia miaka 10, kwa sababu tamyizi yao imekuwa ni kubwa sasa. Kwa hivyo wanapozembea wapeni adhabu ili waweze kuswali. Wafarriqu bainahum fil madaji', na muwatofautishe baina ya hao watoto katika malazi. Wakishafikia umri huo, basi wasiachwe wakalala ovyo ovyo, hata kama ni watoto wa jinsia moja, papatikane utenganifu kiasi ambacho miili yao isiingiane, kwa kuchunga masalihi mengi sana, na hili nalo lina mazungumzo yake. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi hii adhim anayatoa mafundisho ya kuwakuza watoto katika kuzijua ibada na kuzipenda ibada. Tuanze kuwaraghibisha wakiwa ni watoto wa miaka 7, bado vijana wadogo, na tashdid ya kuwaamrisha ibada izidi maradufu wanapokurubia miaka 10, ikiwezekana wapate adhabu ikiwa wanafanya ukaidi katika hilo. Ayuha nasu ibadallah, suala la kuwaraghibisha watoto katika mambo ya ibadat na taat ni jambo lina maslahi makubwa sana kwenye mustakbali wa maisha yao, bali ukithirishe kuwapa nasaih mbali mbali za khairat. Kaa nao, zungumza nao, kithirisha nasaha kwao, zungumza kama mzazi mwenye mahaba na shafaka kwa watoto wako, unayahofia kwao madhara ambayo unayaona pengine ukiwapigia mifano ya hapa na pale. Wa hadha huwa da'bu salihin, na huu ndio ulikuwa utaratibu wa watu wema waliotangulia min al-anbiya'i wa ghairihi, katika manabii na wengineo. Kwa mfano, hebu tuchukue muongozo mzuri wa Abdullah Saleh, wa mja wa Allah subhanahu wa ta'ala aliyemwema, Luqman. Mzee huyu ni katika wazee walionukuliwa na Qur'ani wakitoa nasaha nzito sana kwa watoto wao, nasaha ambazo sisi wazazi tujifunza kwa mzee huyu aliyetajwa na Qur'ani. Kadhalika wanajifunza watoto katika kusikiliza nasaha kutoka kwa wazee wao. Miongoni mwa nasaih ambazo Luqman alayhi salam alimpa mwanae, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun adhim. Nakumbuka ewe Muhammad, na wakumbuke watu wa umma wako pale aliposema Luqman akimwambia mwanae, ya bunayya la tushrik billah, ewe mwanangu usimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala. Ameanza nasaha zake na jambo kubwa, ad-da'watu ila at-tauhid
watahdhiru min ash-shirk, ameanza kumlingania mtoto wake tauhid, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtahadharisha na mambo ya shirkiyat. Ya bunayya la tushrik billah, ewe mwanangu usimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala, inna ash-shirka la dhulmun adhim, hakika shirki ni dhulma kubwa kumfanyia Allah subhanahu wa ta'ala, ni kumdhulumu Allah jalla wa ala, kwa kuwa yeye peke yake ndio mwenye haki ya kuabudiwa. Mzee Luqman akaendelea kueleza aliyoyaeleza katika nasaih, akimzungumzia mwanadamu na zile marahil alizopita za ukuaji na namna alivyokuwa kiumbe dhaifu ndani ya fuko la uzazi la mama yake, akimkumbusha kuwaheshimu wazazi na hasa mama, kwa kuwa ametoka naye mbali, sehemu dhaifu sana. Baada ya kumweleza haya na kumkumbusha hayo, amwambia ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmi al-umur. Mwanangu, aqimis salata, simamisha swala, swali mtoto wangu. Wa'mur bil ma'rufi, na amrisha mambo mema. Wanha 'anil munkar, na kataza yaliyo mabaya. Kuwa ni da'iya ila Allah subhanahu wa ta'ala, ukiwaamrisha watu khairat na ukiwaonya watu na shurur wal munkarat. Wasbir 'ala ma asabak, na ufanye sabr, kwa sababu njia ya da'wa sio njia sahali, ni njia ngumu. Utapingwa, utabezwa, utakejeliwa, watu watakuhujumu kwa sababu tu unalingania haki na unatahadharisha na batil. Wasbir 'ala ma asabak, na subiria kwa yale ambayo yatakukuta katika hiyo njia ya kulingania da'wa. Inna dhalika min azmi al-umur, hakika jambo hilo ni katika mambo ya kuwazimiwa, ni katika mambo ya kusimama nayo kidete, kwa sababu ni jambo la khair. Kisha namwambia wala tusahhir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marahan inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wala tusahhir khaddaka linnas, na wala usiugeuze uso wako ukiwatazama watu kwa dharau, usiwe na kebehi na sura za dharau. Wala tusahhir khaddaka linnas, na wala usiugeuze uso wako ukiwatazama watu kwa dharau. Wala tamshi fil ardi marhan, na wala usitembee katika ardhi kwa maringo, ikawa miguu unaitupa, vibega unavinyanyua, kidume ni wewe. Acha mwendo huo. Inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hampendi kila mwenye kibri, mwenye kujifakharisha. Hawapendwi hawa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hiyo ni tabia mbaya. Waqsid fi mashik waghdud min sautik inna ankara al-aswata la sautul hamir. Amwambia waqsid fi mashik, tafuta kati na kati, nenda kati na kati katika mwendo wako. Waghdud min sautik, na ishushe sauti yako, usizungumze kwa sauti za juu za kupayuka, hasa unapozungumza na wale ambao unawaheshimu au wale wenye kukuheshimu. Inna ankara al-aswat la sautul hamir, hakika sauti yenye kukera mbaya kabisa ni sauti ya punda, kwa sababu iko juu sana. Hizi ni baadhi ya adab au nasaih ambazo Luqman alikuwa akimwambia mwanawe. Tuachukua funzo gani hapa? Mzazi anachukua funzo la tabia ya kutoa nasaha mbali kwa mtoto wake. Kufanya hivi ni kuonyesha kwamba wewe unajali, unahisi masuhulia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekubebesha. Lakini jambo la tatu, al-ma'lamu thalith, alama ya tatu ya kuonyesha unahisi majukumu, kiacha hii niliyotoka kuitaja, wanasema ni mulahadhatuhum wa muraqabatuhum wa taqwimu sulukihim
fajanibul mulahadha wal muraqaba muhimun jiddan fi ri'ayati al-abna famin khilalihi yuslihu i'wijajahum wa yatadaraku akhta'ahum qabla an tataqawwa wa tastafhim. Wanasema ahlul ilm, katika alama za kuonyesha unajali ni wewe kuwachunga watoto wako na kuwafuatilia, na kuhakikisha kwamba unazinyoosha akhlaki zao. Mtoto lazima afuatiliwe. Kama ni ukiherehere wa kutaka kuyajua mambo ya watu, basi kuwa kiherehere wa kuyajua mambo ya watoto wako, kabla ya kuwa na tabia ya kuyatafuta mengine ambayo pengine hayakuhusu na huenda ya kwako ya kushinda. Kiherehere hasa kinatakiwa ukifanye kwa watoto wako. Mulahadha, wafuatilie, wachunge na jitahidi kuzinyoosha tabia zao, kwa sababu suala la kuwachunga na kuwafuatilia watoto ni muhimu sana katika malezi. Na ukiwa na tabia hii utagundua mapungufu haraka, utagundua madhaifu yao na utayajua makosa yao, na pengine ukaafikiwa kutafuta tiba mapema kabla mambo hayajaharibika. Kwa hivyo kuwa mpelelezi kwa watoto wako, zifuatilie tabia zao na nyenendo zao. Wakitoka wanakwenda wapi, wanapitia kwa nani, wanasuhubiana na nani rafiki yao, wanacheza wapi, nyumba gani ambazo hupenda kuingia, hizo nyumba zina maadili gani, kwa nini wanapenda kuingia. Unafuatilia mambo ya wanao. Hili jambo linaonyesha, ukilifanya Muislamu, laonyesha kwamba wewe unahisi masuhulia, na wala hayo si makosa, na wala huwezi ukabezwa katika hilo. Ajidai huyu, ajiona mlezi, labda sisi wengine hatujui kulea haya, nyie mnaojua kulea haya. Usiyasikilize haya maneno, hayana maana yoyote. Naam, ulezi ni pamoja na kufuatilia. Mtoto haachiwi tu, mifugo pia yafuatiliwa. Mkapitana kamba huko mtafuta mbuzi wenu amwaoni kwenye zizi, utakuja kuwa mwana, aachwe tu. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. tizama katika sahihi mbili imekuja riwaya ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu. Angalia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anavyotufundisha kulea na kufuatilia watoto wetu. Abu Huraira anasema, akhadha al-Hasan tamratan min tamri sadaqa faj'alaha fihi. Siku moja Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib alichukua tende, alikuwa anatembea na babu yake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akaona tende, mtoto mdogo, katika tende za sadaka. Fa akhadhaha, akaichukua tende ile na akaitumbukiza mdomoni. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamuona mjukuu wake, faqala lahu, tumekumwambia kakh bitaskin, kwa taskini ya kha, na wengine usema kakhin irmi biha. Ni neno hili kakh la kumkemea mtoto anapofanya jambo baya, kama anamwambia acha tema hiyo tende, kisha mwambia ama alimta anna la naakulu sadaqa, kwani hujui al-Hasan kwamba sisi Banu Hashim hatuli sadaka? Acha. Huyu ni Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hakulidogosha jambo hili. Wao wameharamishiwa sadaka, mjukuu wake amechukua tena katika tende za sadaka, Mtume anamkataza, aambia hapana, tema hiyo, usile mjukuu wangu, tupa hiyo. Hujui wewe sisi hatuli sadaka? Tuwapewa mfano gani hapa kwa watoto wetu? Mfano wa kuwafuatilia, na usidogoshe jambo muda wa kuwa ni baya.
Sasa sisi tuyafanya haya kwa watoto wetu. Maal asaf, wako baadhi ya wazazi wanaweza wakawafundisha hao watoto wao jambo baya, sio kumkanya, bali aweza akawa yeye ndio mwalimu wa kumfunza baya. Wazazi wangapi tuwaona wafundisha watoto wao kutukana? Mama kantukana huyu, amemtukane na wewe. Ala, utakuwa bwege mpaka lini bwana? Wewe kazi yako kutukanwa, kupigwa tu, waje kulielia. Ukitukanwa tukana, ukipigwa pigana. Aona kwamba ndio wanamfundisha ukidume. Bali pana watoto wafundishwa wizi, aibe na yeye. Karudi nyumbani pengine kutoka madrasa au msikitini, kaibiwa viatu vyake au kanabili zake, amlalamikia mzazi wake, nimeibiwa kanabili zangu au viatu vyangu. Ambia nimeshachoka kununua viatu na kandambili, na wewe iba. Wanakufanya mjinga sasa. Mara ngapi nanunua viatu, kila siku ibiwa wewe, sasa nawe iba. Toto la kwenda madrasa au msikitini au skuli, aiba. Huko mashuleni kuna watoto ni mabingwa wa kuiba makompasi, madaftari, vifutio, kalamu, kwa sababu wameambiwa ukipoteza cha kwako iba. Sasa ule wizi ule anayomfunza yeye anadhani kwamba anawadhuru watu. Watoto hao huja kuwarejea wao wenyewe, wakawaibia wenyewe. Ushamfundisha kwamba mtu mjanja ni mtu mwizi, ndio mtu mjanja. Ukiwa mjinga waibiwa tu. La, haya si mafundisho ya kuwapa watoto. Maal asaf, wazazi wengi wanafanya hivyo. Ni mamoja wanafahamu wanachokifanya, au wengine hawajui, ni juhal, ni watu wajinga, hawana maadili ya dini, wanalea ovyo ovyo. Kwa hivyo anadhani kwamba huko ndio kumfundisha mtoto. Bali mfano mwingine, rawi al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Al-Imam Muslim amepokea riwaya kwenye kile kisa cha Umar ibn Abi Salama, rabibu nabii sallallahu alaihi wasallam. Umar ibn Abi Salama huyu ni mtoto wa kufikia wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa ni mtoto wa mkewe Ummu Salama radhiyallahu ta'ala anha. Ummu Salama kabla ya kuolewa na mtume alayhi salam aliolewa na Abdullah ibn Abi al-Asad, au namuita wengine ibn Abd al-Asad. Sasa kijana wake ni huyo Umar ibn Abi Salama. Al-Imam Muslim kaitaja hiyo riwaya mwenyewe. Umar ibn Abi Salama anasimulia, anasema kuntu ghulaman fi hajri an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, nilikuwa mimi kijana mdogo katika himaya ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio aliyekuwa akinilea. Wa kanat yadi tatishu fi as-suhfa, na imekuja fi as-sahfati, na ulikuwa mkono wangu wakati wa kula unarukaruka kwenye sahani. Wa kanat yadi tatishu fi as-safha, na ulikuwa mkono wangu ukiambaambaa kwenye sahani, akila hali sehemu moja, adokoa kila mahali. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, akasema mtume alayhi salatu wasalam, ya ghulam, ewe kijana, samillah, mtaji Allah wakati wa kula, wa kul bi yaminik, na kula kwa mkono wako wa kulia, wa kul mimma yalik, na kula kile chakula ambacho kinakuelekea, usizunguke kila mahali, kula pale ambapo unapatazama. Umar ibn Abi Salama anasema, fama zalat tilka ta'imati ba'du, ulibakia ule ndio ulaji wangu mpaka leo, tangu nilipopewa nasaha na mtume sallallahu alaihi wasallam, ukawa ule ndio ulaji wangu. Hapa mtume sallallahu alaihi wasallam anamfuatilia kijana huyu mtoto hata kwenye adabu za kula. Waswahili huku ukimfundisha mtoto adabu za kula waambiwa unagugu, kwa maana anakula ovyo ovyo, ala kwa mkono wa kushoto, matonge yafuatana, hili aliyekaa sawa lingine limekuja,
hana kipimo kizuri, mtoto mdogo tena kama mtu mzima, kala katoa macho. Sasa pia hizi adabu ukimfundisha waambie unagugu, utamkondesha mtoto, atakonda sasa kwa maneno. La, sawa sawa ni baba au ni mama au ni kaka au ni mlezi, mtoto afundishwe adabu. Ukimuona akosea pale pale, lakini tumia lugha sahihi kama hizi lugha za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lugha hazina jazba wala hazina choyo, maana kuna wazazi wengine lugha zao ni za choyo. Haya, nawa ondoka. Mbona umfukuza? Sikumrekebisha tu. Tumemwambia kijana, mtaje Allah, kula kwa mkono wako wa kulia, kula chakula ambacho kimekuelekea. Maneno mazuri ya upole, kijana anaelewa. Kwa hiyo anafunzwa, mzazi anajitambua na mtoto anapokea mafunzo sahihi kwa wakati sahihi. Kwa hivyo wanatuambia ahlul ilm, kuwafuatilia watoto kunaonyesha kwamba unahisi majukumu, na hii ni mifano twaitoa, na hizi ni adilla za namna Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akilea. La kustaajabisha, ukiachilia mbali kuwafuatilia watoto mambo yao ili kuwanyoosha kwamba ndio tabia nzuri kwa mzazi, wako baadhi ya wazazi, nasema baadhi, ambao hawachungi haya kwa watoto wao, wala hawawasimamii, hawawafuatilii hata kujua mtoto wake anaishi vipi. Akiamka asubuhi ameacha posho mezani, imetoka hiyo, anataka kusikia watu wakimlalamikia kuna jambo gani afanye, lakini mwenyewe hana utaratibu wa kufuatilia. Ziada ya hilo ni watu wenye kuleta ufisadi katika nyumba zao. Wao wenyewe ni sababu ya kuwaletea maangamivu watoto wao. Hawa ni watu wabaya sana. Kuna baadhi ya wazazi, hata wakina baba, wamefikia kiwango, wamepata ule wasifu wa ad-dayuth. Mtu ni dayuthi vile anavyosimamia familia zake, ule wasfu wa ad-dayuth anao, kwa sababu ad-dayuth huwa alladhi yarda bil khubuth fi ahlihi. Dayuth ni yule ambaye anaridhia uovu na ujinga kwa watu wake. Yeye amekaa tu, hajali yeye, anaitwa mume hewallah, kila kitu kwake sawa, kibaya sawa, kizuri sawa, baridi wanamchokoa na vidole machoni namna hii. La, usifikie huko, kwa sababu al-Imam at-Tabarani rahimahullah ta'ala katika al-Mu'jam ameitaja riwaya an Ammar bin Yasir radiyallahu ta'ala anhu, wal-Imam al-Hakim katika al-Mustadrak kaitaja tena riwaya hiyo, lakini kupitia njia nyingine, njia Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, na hadithi hii ni hadithun sahih. Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala amesahihisha katika sahih at-Targhib wa at-Tarhib. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la yadkhuluna al-jannata abada. Mtu wa kwanza zajrihi, watu wa aina tatu hawaingii peponi abadan. Wanasema ahlul ilm ni maneno yaliyotoka katika mtoko wa makemeo, wanakurubia hawa kukosa janna. Ad-dayuth, mtu wa kwanza ni mtu dayuthi, mtu ambaye aridhia upumbavu nyumbani kwake, kwa watu ambao wanakula ugali wake, wanaishi baada ya Allah kwa juhudi zake, alafu wanafanya ujinga naye ameridhika. Ni mmoja, ni mke au ni watoto au ni wenye kuishi nao. Watu kama hawa imefikia mahala wanakemewa kuikosa pepo dayuth. Kisha katajwa warajlatu minan nisa, na mwenye kujifananisha na wanaume katika wanawake. Kisha kamtaja wa mudminul khamr, na yule mwenye kudumu katika kulewa tembo, mlevi. Ashahid barakallahu fikum ni mtu ad-dayuth, mtu ambaye anaridhika na ujinga kwa ahli zake,
amekemewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa fikiria maisha yetu ya kawaida, twawaletea watoto wetu maovu mangapi katika nyumba zetu? Wako wazazi ukiachilia mbali kuamrisha taa watoto wao, hilo hawana, bali wanawaletea ubaya katika majumba. Kwani hawa watoto wasanii hawa sanaa zao zimeanza wapi? Hawa watembea uchi humu, hawa wenye kunywa minyoo ya ajabu ajabu na kusokota nywele, wenye kuvalia nguo katika makalio, vibarobaro venye kuvaa hereni hivi na kujichorachora vijinini, mtu mwenyewe mbavu zimemtoka, ana vinge, ana vidude gani, ajiona. Unadhani hawa watoto wametoka kwenye nyumba gani? Nyumba za Waislamu. Na pengine baba yake amemnunulia zinga la TV pale, imekaa pale varandani, anaangalia kila balaa. Akishakuwa tu na kupata akili, anaiga kule. Haya pengine wala hajayapata klabu wala maskani, pana watu hayo anayatoa nyumbani kwao, na pengine mzazi wake yuko hivyo. Hawa ni watu wabaya zaidi, kwa sababu wao wameridhika na ubaya kwa familia zao. Wallahu a'lam, wa sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. وكمalizia khutba hii barakallahu fikum, nitakomea hapo kwenye funzo la 4, al-ihsasu bi'idhami al-mas'uliyati 'ala al-awlad. Liko funzo la 5 nitalidokoa, lakini nitalimalizia katika khutab zijazo. Funzo la 5 barakallahu fikum, katika mafunzo muhimu sana kwa watoto wetu, wanatuambia ahlul ilm, an yu'ti al-murabbi lil-abna'i kull marhalatin haqqaha min at-tawjihat wal-irshadat. Katika mambo muhimu ya kutusaidia kulea watoto wetu, funzo hili lichukue Muislamu. Ni huyu mwenye kulea, ni kutoa huyu mwenye kulea huyu kwa ajili ya watoto wake, ni kutoa kwenye kila ngazi, kila hatua ya ukuaji, kuipa haki yake. Ajitahidi mwenye kulea kutoa kwa watoto wake kwenye kila ngazi wanaopitia ya ukuaji, kutoa haki yake, katika haki za kuwapa miongozo na maelekezo mbalimbali. Maneno haya yamefungwa, kuyafungua kwake wanatuambia ahlul ilm marahilu ambazo hupitia watoto wetu kwa ujumla, wanasema ni 3 marahil, ni vituo muhimu 3, na vyote wanatakiwa utoe haki zake. Yani usizembee, kuna kituo kikakupita hapo, hujatimiza wajibu wako. Timiza wajibu wako kwenye kila hatua ya ukuaji wa mtoto wako. Hivi vituo 3 ni kama ifuatavyo: almarhalatu alula wa hiya marhalatu at-tufula duna sinni tamyiz. Marhala ya kwanza ni ile marhala ya utoto, inakuwa watoto bado hawajafikia ule umri wa kuyapambanua mambo. Wa hiya ghaliban ma duna al-khamisa au as-sadisa au as-sabi'a, na mara nyingi umri huu ni wale watoto walio chini ya miaka 5 au miaka 6 au miaka 7. Sinnu at-tufula bado hawajafikia at-tamayyuz. Na wanasema ahlul ilm, wa dhabituha, na kituo hiki
ngazi hii kidhibiti chake ili ukijue an la yuhsina ma'rifata al-khitabi wala radda al-jawab, ni pale ambapo anakuwa mtoto hana uwezo wa kuyafahamu maneno anayoambiwa wala kujibu swali ambalo anaulizwa. Hafahamu maneno wala hawezi kurejesha majawabu, bado ni mtoto mdogo. Kipindi hichi baadhi ahlul ilm wanakiita marhalatul hadana. Hichi ni kipindi cha ulezi, kipindi kile cha uyaya ndio hichi. Na kwenye kipindi hichi barakallahu fikum anazingatiwa mama, wanasema watu'tabaru al-ummu hiya al-mas'ulatu al-ula, anazingatiwa mama ndiyo muulizwaji wa kwanza kabisa wa malezi kwenye kipindi hiki, kwa kuwa mara nyingi watoto hawa, watoto wa makamu haya wanakuwa na mama zao sana, lakini wayuinuha ala wadhifatiha al-abu al-hanun al-jawad, lakini anamsaidia mwanamke huyu juu ya wadhifa huu wa kumlea mtoto huyu mdogo duna tamyiz, baba mwenye kujali familia, baba mtoaji asiyebakhili. Kipindi hichi ni kipindi muhimu sana, na hapa sasa kuna mambo ukiyazembea yatavuruga ukuaji wa mtoto, na mwenye kusimamia jukumu hapa kwa asilimia kubwa ni mama, na hizi mawadhi zinaungana. Utaona umuhimu wa kuchagua mke. Usichague mke kwa ajili tu ya shahawa zako, tayari mshipa ushakusimama wa ndoa wakurupuka tu. Wakati unataka kuoa ufikirie kwa unayemuoa anakuja kuwa mama wa watoto wako. Unaoa mwanamke wa sampuli gani? Ushaambiwa kwamba huyu binti mashaallah, waambiwa kabisa alhamdulillah mzuri, ana taaluma fulani, lakini ni jeuri, mvivu, hapa nyumbani ni nginja kusaidia wazee. Wajitia hivyo, wajitia umekosa akili kwamba nitakwenda kumnyoosha. Pana watu waliosema hivyo wananyooshwa wao, wamewashindwa wanawake. Balaa zaidi wanawaharibia mpaka watoto. Katika kipindi kama hiki unatakiwa upate mama wa kisawasawa ambaye atadili na watoto wake. Huna sasa mtu huyo, huu ni wakati wa mama. Kuna mambo ya msingi ya kudili na watoto. Wako baadhi ya wakina mama hawapatilizi hata kule kula kwa watoto. Kuna watoto mwaona mitaani kama masoro, wakaingia kwenye vibanda hivi, wakachukua hiki, kaokota embe la kuoza, kala mara katema, kafanya hivi, njaa. Ule muda wa kupika mama anasuka, muda wa kula yeye kalala. Yale mambo ya msingi mpaka useme wewe, shida unapata wewe na watoto wako. Watoto wanaweza wakaharibiwa na mlezi, kwa sababu kuna haki zao za msingi wanazikosa, na wale ni watoto, hawana akili. Watatoka kwao, watatafuta sehemu ya kuvipata. Unawatengenezea mazingira magumu, na pengine wakapata maradhi ya kuwagharimu katika maisha yao. Kuna watoto wanapata kwa shakoo kwa sababu tu ya njaa anavohaha, kwa sababu mama yake hayuko makini. Kuna vitoto vina minyoo, mtu anapita miaka 2-3 hajawahi kuona kidonge cha mnyoo, wala yule mama hana habari kwamba kuna minyoo duniani. Hajielewi kwenye kulea. Watoto wamechoka kwa sababu ziko nukta za msingi za mzazi amezembea. Sikwambii wale wenye kuwafanyia ubakhili watoto wao kwenye kuwanyonyesha. Wallahi wako wanawake hao hawana rahma, mtoto akalia mpaka anakauka. Subiri, mimi ni ng'ombe babako ananipa nini hapa? Mtoto anakauka, ile haki yake pia kwa mashaka. Na wewe umedua tu, hutafuta hata njia mbadala. Ukizembea kwenye kipindi hiki unaandaa kumharibu mtoto kisaikolojia huko mbele. Ni lazima mtoto akuzwe vizuri, apate haki zake, ikiwemo lishe, tiba na kutizamwa, asifike maeneo ya hatari.
ajali zinatokea kwa takdiri ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini sipo asbabu. Pana uzembe mkubwa wa wazazi unasababisha watoto kupata majanga na vilema, kwa sababu hawapatilizi watoto wao, wanawaacha waende jikoni, watoke barabarani, watoto wakaungua, wakagongwa, mashaka matupu, hapatilizi. Na pengine sisi tuna majukumu hayo. Hii ni marhala ya kwanza ambayo nimesema nitaidokoa hii tu, katika maeneo ambayo atakiwa mzazi yachunge ni hapa. Utoe haki yako hapa. Mtoto wako akiwa mdogo ulimsimamia vipi, ili mpaka uje umlaumu ukubwani? Baada ya kuwa baligh, ametokea wapi huyo mtoto? Makuzi yake yalikuwaje? Na insha Allah taala kuna almarhalatu thaniya walmarhalatu thalitha. Hizi ni kufafanua nukta hii ya tano, kwamba mwenye kulea ni lazima atoe kwa watoto wake kwenye kila hatua ya ukuaji haki stahiki, ili watoto waweze kunyooka. Tutaishia hapa insha Allah taala. Yachukueni haya tukayafanyie kazi sisi na ahali zetu, majirani na ndugu zetu, tuambiane, kwa sababu ndani yake pana khairi kwenye kutengeneza jamii kubwa hii ya